the mystery of angelic intervention. We call it angelic intervention. Mystery of angelic intervention. Na kwa hili tutaona malaika. Watu wengi hupokea mafundisho tofauti ya malaika, lakini tunataka kuona hii tutasoma kidogo, kwa sababu tunataka kuona how is it a mystery, who are angels. Tutaona malaika ni kina nani na malaika kazi yao ni gani, na hasa kwa mtenda kazi unapofanya kazi ya Mungu tutaona malaika kazi yake ni gani. It's very very important. Na tutaanzia pale na kitabu cha Waebrania 1 pale mstari wa 7. Hebrews chapter 1 verse 7. Hebrews chapter 1 verse 7. The mystery of angelic intervention. Tunasoma habari ya malaika. So we want to see Hebrews chapter 1 verse 7. Ili tuone malaika ni kina nani katika Biblia. Kazi yao kwa Mkristo ni gani? Tutaweza kuelewa. Hebrews chapter 1 verse 7. The Bible says, and of the angels he said, who maketh his angels spirit and his ministers a flame of fire. Hapa Biblia inaongea juu ya watu wawili, imeanza kuongea juu ya malaika na baadaye inaongea juu ya watumishi wa Mungu. Na mwandishi anasema Mungu amewaumba malaika wakiwa roho, lakini watumishi wake Mungu apatia neema wanakuwa moto. But we want to see the part A of angels. Understanding angels. Understanding angels is our subtopic. Understanding angels. Kuelewa malaika ni vizuri kuelewa malaika, kwa sababu kuna watu wamepotoshwa na mafundisho ya malaika. Lakini kama watenda kazi ni vizuri kuelewa nafasi ya malaika na tuelewe kazi yao. But in this service this morning we are going to understand angels. Understanding angels. Number 1, angels are spiritual personalities. Angels are spiritual personalities with physical impact. Angels are spiritual personalities. Angels are spiritual personalities with physical impact. Angels are spiritual personalities with physical impact. Angels are spiritual personalities with physical impact. When you understand angels from this dimension, you are going to understand that angels are spiritual personalities. Malaika wanakuanga roho, but with physical impact. Wanaonekana na wanafanya kazi. Na tutaona katika Biblia mahali ambapo they were seen physically, manifesting physical impact. According to Genesis 19, there was one. Genesis 19 verse 1. Genesis 19 verse 1. We are going to see spiritual personalities but physical impact. Na hii vizuri sana kuelewa, kwa sababu nyakati ambazo tunaishi kuna swali litajibu tukiwa tunaelewa malaika. Mtu anaweza kuuliza, kwa nini hatuoni malaika nyakati hizi? Kwa nini hatuwaoni? But I will show you their physical impact in your life as a believer. Now the two angels came to Sodom in the evening as Lot was sitting in the gate of Sodom. When the Lord saw them, he rose to meet them and bowed down with his face to the ground. Ukiangalia mstari, maandiko inaeleza vile tunasema angels are spiritual personalities with physical impact. Walikuja mji wa Sodoma, kwa maana Mungu akiwa mbinguni alikuwa ametazama Sodoma na akaona ya kwamba watu walikuwa wametenda maovu, watu walikuwa wamepotoka na kutoka kwa njia za Mungu. Na maandiko inasema jioni Lot akiwa amepumzika, wakatokea malaika wawili. Two angels came to Sodom in the evening. So that is why we are saying they are spiritual but physical impact. Walipofika tutaona kile walifanya, kwa sababu maandiko inasema continue verse 2. You see what we are saying? They
na wakawa kuna kazi ambayo wametumwa kufanya na Mungu. And he said, now behold my Lord, please stand aside into your servant house and spend the night and wash your feet. Then you may rise early and go on your way. They said, however, no, but we shall spend the night in the square. Roho anaongea na wao, anawakaribisha kwa nyumba, anawaambia karibuni, muingie kwa nyumba muoge miguu, mkule chakula. Hawa ni watu wako na physical impact. There is a physical impact. Kile wanafanya kinaonekana. Enda mstari wa 15. 19 verse 15. 19 verse 15. Enda mstari wa 15. When morning dawned, the angels urged Lot, saying, up, take your wife and your 2 daughters, who are here, or will be swept away in the punishment of the city. They had come with a mission. They were sent by God. Spiritual personalities, spiritual beings, but with human impact. Na kwa hivyo ni vizuri kuelewa ya kwamba hata katika Agano Jipya, in the book of Luke chapter 1, tutaona malaika akiletea Mary habari, alimletea good news wakati Yesu alikuwa anazaliwa. Tutaona watu wengi sana katika Biblia ambao waliweza kuhudumiwa na malaika. Na ndio tunasema malaika ni roho, is a spirit, is spiritual. Number 2, understanding angels. They are living personalities. They are living personalities, not ideas or mythical figures. They are living personalities, not ideas or mythical figures. They are living personalities, not ideas or mythical figures. Zamani tulikuwa tunapewa hadithi za mazimwi, giants. Tunaambiwa kulikuwa na zimwi, kulikuwa linafanya. Hizo tunaita myth. It is a myth. It's a story. Lakini kile tunasema malaika ni wa kweli. Angels are real. They are real personalities. They are not just an idea. It's not just an idea. It is not a myth. It's not a story. Biblia inatueleza waziwazi, na tutaona hata kazi yao, na tunaona kuna watu walimaona. Hebu rudi Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. Hapo nyuma kidogo utaona hata Abraham. Hawa malaika kitabu waende Sodom, walikuja kwa Abraham. Now the Lord appeared to him by the oath of Mamre, while he was sitting at the tent door in the heat of the day. Continue. When he lifted up his eyes and looked, behold, 3 men were standing opposite him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the earth. And he said, my Lord, if now I have found you in your sight, please do not pass your servant by. Please let a little water be brought and wash your feet, and rest yourself under the tree. And I will bring a piece of bread that you may refresh yourself. After that you may go on, since you have visited your servant. And they say, so do as you have said. So Abraham hurried into the tent to Sarah and said, quickly prepare 3 measures of fine flour, knead it, and make bread. What happened? Abraham also ran to the hut and took a tender and choice calf and gave it to the servant, and he hurried to prepare it. He took calf and milk and the calf which he had prepared, and he placed it before them, and he was standing by them under the tree as they ate. Then they said to him, where is Sarah your wife? And he said, there in the tent. He said, I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah your wife will have a son. And Sarah was risen at the tent door.
which was behind him. And something I want you to see. Now Abraham and Sarah were old, advanced in age. Sarah was past childbearing. Sarah had to accept saying, as I have become old, shall I have pressure, my Lord being old also. And the Lord said to Abraham, why did Sarah say, shall indeed be a child when I am so old? He's talking to the angels. He's telling him to difficult for the Lord. At the appointed time, I will return to you. At this time next year, and Sarah will have a son. Sarah denied, however, saying, I do not laugh, for she was afraid. And he said, no, but you did laugh. There is something I want you to see, so that you understand angels are real. Then the men rose up from there and looked down towards Sodom. And Abraham was walking with them to send them off. The Lord said, shall I hide from Abraham all I am about to do? Since Abraham will surely become great and mighty nation, and in him all the nations of the land will be blessed. If you continue and continue, you will see Abraham is discussing with 3 men. He never knew they are angels. He never knew they are angels. That is why we are saying they are real. If Abraham cannot communicate, all this kind of communication, and you see, later you come to see this the angel. Can you continue verse 19? Continue verse 19. For I have chosen him so that he may command his children and his household, after him to keep the way of the Lord, by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring upon Abraham what he has spoken about him. This is angels. And the Lord said, the outcry of Sodom and Gomorrah is indeed great, and they are still exceedingly great. We want to see the reality of angels. Tunataka kuona malaika, angels are real. It is real personalities. They are discussing, they are talking. Hata wanaongea, wanaambia Sara, wakati kama hutapata mtoto, there was communication. That is what we are saying. Anything that can communicate, it is a personality, it is real personality, not idea. Najua watu wamefundishwa habari za malaika ama kusikia habari za malaika. Watu wengine hawaelewi malaika ni kitu gani. Hawaelewi. Sisi tunaonyeshwa tu picha, wamechorwa na mabawa. Lakini ni vizuri kuelewa katika Biblia, they are real. And the meaning of the word angel, the word angel means a messenger. Is a messenger. Abraham anaona watu watatu, anawakaribisha, na baadaye ukisoma hiyo chapter, these are the same angels. They were on a mission. They were going to destroy Sodom and Gomorrah. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa theology ya malaika. Angels are real. They are real. Na ndio wakati kwa tunaona they are ministering to the believers. Kazi gani wanafanyaka kwa watu wa Mungu, ukaweza kuelewa ya kwamba they are real. Even today, angels are real. They are there. They minister to the saints. Number 3, they are also referred to as heavenly hosts. The angels are also referred in the word of God as heavenly hosts. They are also referred as heavenly hosts. Heavenly hosts. Ndio jeshi ya mbinguni. Ndio jeshi ya mbinguni. Kuna wakati nilikuwa ninasema hapa, kuna wakati sisi huwa tunaongea uko kwa barabara mahali umepita, na unasema kweli hiyo gari ingenigonga. Hiyo gari ingenigonga. Hata unastuka sana, unashindwa. They are angels assigned for you. Kile wamefanya, wamekuondoa kwa hiyo hatari. Na kama Wakristo ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna jeshi ya mbinguni, na tutaona wakati kwa tunaona ile kazi wanafanya kwa watakatifu. Tunaona wakati mmoja Elisha, mtumishi wa Mungu, alikuwa amezungukwa na jeshi ya Syria na Syria nami. Na Biblia inasema mtumishi wake ambaye anaitwa Gehazi akamwambia wale wangu, mkubwa wangu, tutamalizwa na jeshi ya Syria.
Na Elisha akaomba akasema, Baba, naomba huyu mtu afunguliwe macho ndio aone ile jeshi nasi imetuzunguka. Ili kumaanisha kuna jeshi ya malaika huwa imezunguka Mkristo. Am I talking to someone? Na ndio unaona ukitembea kwa barabara, labda ukivuka mahali, gari huko unaiona, malaika wamekuondoa haraka. Wamekuondoa haraka. Hallelujah. That is why we are saying it's a mystery of angelic intervention. So we are saying number 3, they are referred to as heavenly hosts. Heavenly hosts. According to Genesis 28:19, a good case, Genesis 28:19. Genesis 28:19. Genesis 28:19. Na tunasema they are referred as heavenly hosts. Ni jeshi ya mbinguni. Hii jeshi ya malaika. Na ndio tunasema hata leo, mtu asikurudishe aseme tuko Agano Jipya, ati malaika waliisha. Tumesema na jambo la kwanza, angels are spiritual personalities with the physical impact. Na tumesema jambo la pili, they are personalities, not ideas or mythical figures. Tuko namba 3 ndio tunasema they are referred to as heavenly hosts. Genesis 28. Genesis 28. Here verse 19. Can you go back to verse 16? We get now the context. Then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place. Can you read verse 11? There is something I want you to see. This is a case of Jacob. Ndio mjue kuna malaika wanakuanga jeshi ya mbinguni inakuanga imekuzingira. Hallelujah. The same way president has rais anakuanga na ile protocol security. Hata wewe kuna malaika ambao ni jeshi ya mbinguni inakuanga imezingira maisha yako. He came to a certain place and spent the night there. Because the sun had set, and he took one of the stones of the place and put it under his head, and he lay down in that place. Continue. He had a dream, and behold, a ladder was set on the earth, with the top reaching to heaven. And behold, the angels of God were ascending and descending on it. Angels. And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of your father Abraham, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give it to you and to your descendants. Can you now go to verse 19? Go up to 19. He called the name of that place Bethel. However, previously the name of the city had been removed. Angels, heavenly hosts. Yakobo aliwaona akaona ni kama gazi imewekwa inatoka chini inaenda mbinguni. This means when we are serving God, when we are in the kingdom of God, there is a host of heaven surrounding your life. Kuna malaika ambao huwa wanazingira watu wa Mungu. Na ndio Daudi alikuwa anasema Psalm 91 verse 11. Psalm 91 verse 11. Psalm 91 verse 11. Psalm 91. Heavenly host. Ndio wakati hata tunafanya kazi na nitawaonyesha kazi ya malaika, it cannot be replaced. Even today, angels are real. They are real. It's a mystery we need to understand as a church. Ni jambo tunastahili kuelewa kama kanisa. Na nitakufundisha jinsi ya kuamulisha malaika. Yes, Christians will not grow until an angelic dimension. Kama malaika hangeingilia, Peter angeuawa. And you know Peter is one of the pillars of the early church. Number 6, also very, very important. To understand angels. Anointing cannot replace angelic function. Anointing cannot replace angelic function. Angelic function. Anointing, hata kama mtu atakuwa na anointing, kuna kile anointing mafuta itafanya. Ndio tulifundisha mystery of anointing. It cannot replace the functions of the angels. Kama vile tunasema, najua Matthew
13:39-41. Kuna kazi moja ninataka niwaonyeshe ya malaika. Malaika, Biblia inatufundisha wakati tunafanya evangelism hata katika kanisa ama ufalme wa Mungu, kuna malaika huwa wanapewa kazi ya soulini. Wanaenda they go to the harvest field. Na wanaita watu. Na mimi nimeona hiyo ikifanyika hapa kanisani. Biblia inasema the enemy that sold them is the devil. The harvest is the end of the world. And the reapers are the angels. Continue verse 40. As therefore the tears are gathered and burned the fire, so shall it be the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Tunafanya evangelism na soulini, lakini there is a genuine dimension, intervention. Kuna mahali malaika wanashawishi watu. Haleluya. Kuna kijana alikuja hapa juzi. Najaribu kumtafuta sana kwa sababu hajakuja kanisani, anakuja mitaani. Alikuwa anapita hapa kwa barabara. Amesumbuliwa na ulevi miaka mingi sana. Amemsumbua mpaka wazazi, amepelekwa mpaka rehab. Is not cheating. Lakini alipokuja hapa kwa ofisi, akakuja akaniambia, nimesikia mtu ameniambia niingie hapa kanisani. Mimi nikaona hapo hakuna mtu tumeweka wa kuambia watu waingie kanisani. That is a nature. It is a nature. Na nikamwombea na akaokoka. Na nikamwambia kesho yake ndio umeokoka ukuja hapa kanisani. Akakuja asubuhi. Mimi sikumhubiria. Hakuna mtu wa kanisa alipea hadithi. Maandiko inasema reaper angels, harvest angels. Harvest angels. Kuna watu watakuokoka ni malaika wanawatokelezea. Haleluya. There is one man tulienda kuombea juzi. Bibi yetu hapo hapa tukaenda na yeye. Nilikuwa nimeomba nikasema, Mungu wewe unajua huyo mtu anayeokoka. Tunatuma malaika wako akumwongeleshe. Tulipoenda akatuambia, mimi kwanza tulimkuta mahali amekaa. Aliambia pastor usiku niliona mtu na paka akaambiwa. Nikajua ni yule malaika. Na akaokoka. Haleluya. Watu wengine wanataka intervention ya malaika. There are people they cannot listen to the gospel. Kile Yesu anasema, reaper angels, harvest angels. Is good to understand. There is what we can do. If we cannot replace, we can do as anointing. Tunaweza kutoka ile kuhubiri. Lakini kuna watu wataitwa na malaika. Hallelujah. And number 7. Jesus, full of the Holy Ghost, needed the ministry of angels. Jesus, full of the Holy Ghost, needed the ministry of angels. Jesus, full of the Holy Ghost. Yesu akiwa amejaa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tutaona kuna mahali malaika wanakuja kumhudumia. Mathayo chapter 4:11. Mathayo chapter 4:11. Tunaona Yesu. Ndio tunasema anointing cannot replace the angelic function. Kuna mahali malaika wakuje. Mungu akutumie malaika akusaidie. Then the devil delivered him, and behold, angels came and ministered unto him. Yesu alikuwa kwa maombi, 40 days of prayer and fasting. Pale kwa mlima amejaribiwa na shetani, ameshinda. Alipomaliza yale maombi, shetani akaondoka. Malaika wakakuja ili wakumhudumie. Hallelujah. Do you know there is even angels of prayer and fasting? Angels, wakati unafunga, you are supposed to command angels to charge them. Kuna wale malaika, kwa sababu wakati mtu wako fasting niwafundishe kitu. Saa hiyo huwa unakula mkate wa mbinguni. It is heavenly food. Ni malaika huwa wanaleta. Hallelujah. Wakati unasikia umekuwa weary, like Elijah in 1 chapter 18. Elijah was very discouraged. Lakini malaika akakuja na mkate, akapokea nguvu akaendelea. Hallelujah. Wewe tunasema hata Yesu mwenyewe, wewe mtu asikurudishe akwambie malaika waliisha na agano la kale. Utaona hata leo
Angels are ministering spirits. Na bila uwezo ona Roho Mtakatifu, ndio hata uwezo ona malaika, lakini wanakurudia. Hallelujah. And on Sunday tutaweza kuona the ministry of angels to a believer. Ni kazi gani wanafanya? Na kuna kazi nyingi sana ambazo malaika huwa wanafanya kwa Mkristo. Na pia nitakufundisha how to charge angels. How do you charge them according to the word of God? Kuna malaika niwaamrishe. Hallelujah. By talking to someone. Vile tunaona rais akiwa na security. Hiyo security ni askari amechukuliwa wa GSU, they are charged. Wanaamrishwa, wanaambiwa take care of the president. Take care of the president. You are the security. Sisi wa Kristo tuna nafasi katika neno la Mungu ya kuamrisha malaika. Tukielewa hii na tukifanya kazi ya Mungu, kuna mambo ambayo hatutapigana nayo. Hallelujah. Malaika wataingilia. Angels will intervene. They will intervene. Kwa hiyo asubuhi ya leo tumeelewa malaika na tumeona malaika ni roho. They are spirit, but spiritual personalities with impact, with physical impact. Number 2, tumeona they are real personalities, not ideas or mythical figures. Number 3, we have seen they are referred to as the heavenly host. Number 4, we have said angels are sent to minister to the saints. Number 5, we have said they are areas a Christian will not cross until the angelic dimension is given. We have also said number 6, anointing cannot replace angelic functions. In number 7, we have said Jesus, full of the Holy Ghost, needed the ministry of angels, according to Matthew 4:11. Na ndio tunasema hii mwaka wa 2021. Hallelujah. Ibada ya leo, we are charging the angels. We are charging angels to take charge of their destiny. Hallelujah. Tutaamrisha malaika to take charge of their destiny. Vile Daudi amesema Psalm 91, that you have made God your refuge. There shall be no evil befall on you or your tent. You will charge angels to guard you. Kuna malaika wale ndio wanalinda watu hata kwa mwaka. Ukianza mwaka kama hii na huna siri kama hii, hiyo haitakuwa maombi yako. Utaona mambo mengine. Lakini wacha niwaambie wapendwa. Hallelujah. By talking to someone. Ukiamka asubuhi, ndugu yetu David, ukute askari wamezunguka nyumba yako. Ukoka waulize ni nini afande. Wakwambie tumekuja kukulinda. Mumeambiwa na nani? Nani amemwambia? Because the security we see is the security we demand. Hallelujah. Kwa hiyo usipoamrisha malaika wa security, malaika wale hubeba baraka kutoka mbinguni. Mary was the mother of Jesus. Mungu alikatuma tu Roho Mtakatifu amweke mimba na mambo yalisike. But who was carrying the message? It was Gabriel. Alikuja na hiyo message. Kwa hiyo unaamrisha hii mwaka, malaika wako wakukuletea message. Hata kuna message zingine unaletewa na malaika. Hallelujah. Ndio tunasema today service, we are charging the angels of 2021 security, supernatural providence, supernatural supply, every area you need in your life. Hallelujah. Waka sio sana. Hata kuna malaika wa vita wanaongozwa na malaika anaitwa Michael. According to Daniel chapter 7, Daniel alikuwa anaomba na maandiko inasema vile alikuwa anaomba ufalme wa Persia anga. Hebu hiyo tusome ndio uone. Kuna malaika hata wa kupigania wa vita, kazi yake ni vita. Wanapigana vita zake. Ukiwa umelala, ukiwa kazini, wewe umeamka tu umesema I have charged the angels of security to fight for me. Hallelujah. Daniel 10:13. Daniel ameomba siku 21, lakini maombi yake imekatalia kwa anga. Majibu yake imekatalia.
Maandiko inasema, but the prince of the kingdom of Persia withstood me 120 days. But Lord, Michael, one of the chief princes, came to help me, and I remained there with the kings of Persia. Huyu ni malaika anaitwa Gabriel. Laini ya malaika wa Gabriel nitawaonyesha Jumapili. Malaika wako na laini nyingi sana. Hiyo nasikia watu wengine kwa sababu ya kutoelewa wanasema tumeitisha laini ya malaika. Ukiitisha laini ya malaika jua ni laini gani? Haleluya. Haleluya. Nao watu wana mchezo. Hapo kwetu wanapaka kireba. Akisema ameitisha malaika anaitwa Michael. Uondoke haraka atakugoka kofi. Agoka kofi akutoa ukisema ameokoka. Kwa sababu kuna siri wamefundishwa ya malaika. Lakini mimi ninafundisha ndio ujue huyu ni Danieli. Danieli alikuwa mwombaji mkubwa. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Amefunga siku 21. Lakini kwa sababu ya mahali alikuwa anaombea, ilikuwa nchi ya waganga, ya wachawi, Persia, idolatry, nchi ya Nebukadneza. Biblia inasema namna gani? Anga malaika akileta majibu. Nani hiyo ya Gabrieli akileta majibu? Malaika huyu anasema nikasimamishwa kwa anga 21 days. Unaweza kuwa ukiomba majibu yako ikataliwe kwa anga. Ukijua hii siri ninafundisha na malaika, you will charge the angels of releasing your answered prayers. By talking. Huyu ni Danieli. Hebu leta kwa Kiswahili. Ni malaika anasema nilipewa majibu yako siku ya kwanza tu ulipoanza kuomba. The first day you began praying. Hata leo vile tunamaliza maombi, we are charging angels of answered prayer. Hallelujah. Ndio usiku umeomba umefunga, lakini kwa anga maombi yako kuna mapepo. Unajua kwa nini Danieli maombi yake ilikuwa na vita? Alikuwa anaombea Persia, Babylon, Babylon. Nchi ambayo ilikuwa inaongozwa na Nebukadneza. Mtu wa kujenga miungu, mifano ya kuabudiwa. It was a prince of magicians, witches and sorcerers, all manner of idolatry. Yeye anaomba lakini hiyo anga iko na shida. Lakini mkuu wa ufalme wa Jeni alinipiga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu wa mbele, akaja kunisaidia. Nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Jeni. Kuna malaika wanaachwa kwa anga wakipigana. Ndio majibu yako hivi. Haleluya. Unajua ninawakoroga kidogo lakini unaweza kuomba majibu yako ibaki hapa. Mungu aliachilia gari ikaage hapa. Haleluya. Kwa sababu hii siri unajua is very very important. Hebu Mungu abariki sana tunapoamrisha malaika kwa ibada ya leo. Maombi yetu ijibiwe. Baraka zako zifikie katika